Nabii Isaya anatuonyesha kwamba Yesu hakuzaliwa kwa ajili ya wazazi wake. Yesu hakuzaliwa kwa ajili ya faida yake mwenyewe. Yesu hakuzaliwa ili kuongeza idadi ya watu duniani. Yesu hakuzaliwa kwamba aishi maisha yake anavyotaka yeye. Nabii Isaya anatuambia, anasema kwa ajili yetu. Kwa hiyo jambo la kwanza tunaona kwamba Yesu alizaliwa kwa ajili yetu. Yesu alizaliwa kwa ajili yako. Yesu alizaliwa kwa ajili ya wanadamu. Kusudi la kwanza la Yesu la kuzaliwa lilikuwa ni kwa ajili ya wanadamu. Ndio maana Isaya anasema kwa ajili yetu tumepewa mtoto mwanamume. Anasema na huyo mtoto mwanamume uwezo wa kifalme uko mabegani mwake. Kwa hiyo kuzaliwa kwa Yesu Kristo ilikuwa ni kwa sababu ameubeba uwezo wa kifalme. Alizaliwa kwa ajili ya wanadamu na alikuwa nalo kusudi la hao wanadamu. Wanadamu walikuwa kwa chini ya utumwa wa Shetani. Kwa hiyo Yesu Kristo akazaliwa kama mfalme kwa ajili ya kukomesha huo utumwa ambao Shetani alikuwa anatumikisha wanadamu, ili Yesu aandishe utawala wake, aandishe ufalme wake. Na ndio maana Isaya anatuambia, anasema ufalme wake hautakuwa na mwisho. Jamani, haleluya, haleluya. Angalia pale, anasema maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Tuangalie sababu kama 5 hivi zilizomfanya Yesu azaliwe. Sababu 5 zilizomfanya Yesu aje duniani. Sababu ya kwanza, alikuja ili watu wawe na uzima kisha wawe nao tele. Yesu alikuja ili watu wawe na uzima kisha wawe nao tele. Yohana sura ya 10 na mstari wa 10 anasema, mwivi huja kuchinja, kuua na kuharibu, lakini mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kisha wawe nao tele. Kisha wawe nao tele. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Kwa hiyo kabla Yesu Kristo hajaja hatukuwa na uzima tele. Tulikuwa na uzima wa muda, uzima ambao ungeweza kuzimika wakati wowote, uzima ambao ungeweza kupoteza wakati wowote. Kwa nini? Kwa sababu Shetani alikuwa nayo mamlaka ya kufanya chochote kwenye ulimwengu. Kwa sababu hakukuwa na jina la kuweza kumfunga Shetani, ulikuwa hauwezi kukemea pepo kabla Yesu hajaja duniani. Hakukuwa na matendo ambayo yanatendwa na jina la Yesu. Lakini Yesu alipokuja, jina lake kwa sababu limebeba uwezo wa kifalme, na mojawapo ya kazi ya hili jina la Yesu ni kuweka uzima tele kwenye mioyo ya watu. Amen. Anasema alikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kuna uzima wa muda na kuna uzima wa milele. Yesu anasema mtu anayemwamini yeye hata kama atakufa bado atakuwa nao uzima. Unapomwamini Yesu Kristo, hata ukifa leo bado unakuwa unao uzima katika Kristo. Amen. Hiyo ni sababu mojawapo iliyomfanya Yesu aje. Amen. Sababu ya pili, alikuja kuonyesha njia ya kweli ya kurudisha ushirika wa mtu na Mungu. Alikuja kuonyesha njia ya kweli ya kurudisha ushirika wa mtu na Mungu. Njia ya kweli. Zipo njia nyingi. Zipo njia nyingi. Biblia nasema iko njia ionekanayo kuwa sawa, lakini mwisho wake ni mauti. Sasa Yesu Kristo alikuja kuonyesha njia ya kweli ya kurudisha ushirika wa mtu na Mungu. Kwenye Mwanzo sura ya 3 pale mstari wa 22 hadi wa 24, baada ya mwanadamu kuwa ametenda dhambi, mwanadamu kuwa amemkosea Mungu, Mungu aliamua kumfukuza mwanadamu
kutoka kwenye bustani ya Edeni. Na Mungu alipomfukuza mwanadamu, Biblia inasema Mungu akaweka makerubi wailinde njia ya kuelekea kwenye mti wa matunda ya uzima na milele. Kwa hiyo njia ikafungwa, mwanadamu akawa hawezi tena kuwa na ushirika na Mungu wa kudumu. Ushirika wa mwanadamu na Mungu ukawa sio ushirika wa kudumu. Kwa hiyo Yesu Kristo alipokuja, akaja kwa ajili ya kurudisha ushirika. Yesu akaja kama njia ya kurudisha ushirika wa mtu na Mungu. Ndio maana leo hii ni vigumu sana kwa mwanadamu kuwa na ushirika na Mungu wa kweli kama huyo mwanadamu hayuko ndani ya Yesu Kristo. Ili ushirika wa mwanadamu na Mungu uweze kurejea kikamilifu, ni mpaka kwamba huyu mwanadamu apitie kwa Yesu Kristo, maombi apitie kwa Yesu Kristo, dua zipitie kwa Yesu Kristo, mahusiano yako na Mungu yajengwe msingi kupitia Yesu Kristo. Na hii ndio sababu iliyomfanya Yesu kwenye ile Injili ya Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 6, Yesu apige kelele aseme, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Sikiliza nikwambie asubuhi ya leo, Yesu amekuja duniani kwa ajili ya kurudisha ushirika wa mtu na Mungu uliopotea. Haijalishi umepotea kwa miaka mingapi, haijalishi umepotea kwa miezi mingapi, lakini jambo moja ni hakika, kwamba huyu Yesu wa Kalvari amekuja kurudisha huo ushirika. Labda amekwambia haiwezekani, mimi ninakwambia ukikubali kurudisha ushirika wako na Yesu, inawezekana. Hakuna jambo linalomshinda Yesu, kwa sababu yeye ndiye njia. Shamani, haleluya. Yesu alikuja kuonyesha njia ya kweli, njia ya kweli ya kurudisha ushirika wa mtu na Mungu. Mwanadamu alipofukuzwa kwenye bustani ya Edeni haikuondolewa. Ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya haukuondolewa. Ule mti wa matunda ya uzima na milele haukuondolewa. Biblia inasema Mungu aliweka makerubi wenye upanga wa moto kuilinda njia. Wao makerubi walidili na njia ili mwanadamu asirudi kwenye ushirika wa Mungu. Kwenye bustani ya Edeni ndipo mwanadamu alikuwa anazungumza na Mungu. Kwa ushirika ulipotea, lakini Yesu akaja kurudisha tena huo ushirika. Amina. Wa mtu na Mungu wake. Amen. Jamani, amina. Amina. Dhambi inaharibu ushirika wa mtu na Mungu. Dhambi inavunja ushirika wa mtu na Mungu. Lakini Yesu ni njia ya kurudisha ushirika wa mtu na Mungu. Lakini Yesu ni pitio la kurudisha ushirika wa mtu na Mungu. Ushirika wa mtu na Mungu ni kupitia Yesu Kristo. Mtu hawezi kuwa na uhusiano mzuri na Mungu kama yuko nje ya Yesu Kristo. Haiwezekani. Yesu ndiye njia. Jamani, amina. Amen. Sababu nyingine, Yesu alikuja kurudisha nuru ya kimungu ulimwenguni. Yesu alikuja kurudisha nuru ya kimungu ulimwenguni. Mwanzo sura ya 1 pale Mungu alipokuwa anaumba, Biblia inasema giza lilikuwa limetanda juu ya uso wa vilindi vya maji. Anasema Bwana Mungu akasema iwe nuru, ikawa. Yohana 1:4. Yohana sura ya 1 na mstari wa 4. Yohana sura ya 1 mstari wa 4. Anasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Ndani ya Yesu kulikuwa na uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu. Yohana 9:5. Yohana sura ya 9 na ule mstari wa 5 anasema muda nilipo ulimwenguni mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu ni nuru. Yesu ni nuru ya ulimwengu. Sababu nyingine, alikuja kupatanisha ulimwengu na muumba wake. Yesu alikuja kupatanisha ulimwengu na muumba wake. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 na 19.
Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 18 na wa 19 anasema, lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyekuwa katika Kristo akiupatanisha ulimwengu pamoja na nafsi yake. Kwa hiyo kazi nyingine, Yesu Kristo alikuja kupatanisha ulimwengu na nafsi ya Mungu. Ulimwengu ulikuwa umefarakana na Mungu, lakini Yesu akaja kupatanisha tena ulimwengu na Mungu. Sababu ya 5 ambayo nataka ndiyo tuizungumzie sana siku ya leo, alikuja kuwakomboa wanadamu na kukomesha ufalme wa Shetani. Hiyo sababu ingekuwa ni vizuri ungeiandika. Alikuja kuwakomboa wanadamu na kukomesha utawala au ufalme wa Shetani. Sababu nyingine iliyompelekea Yesu Kristo aje duniani ni kukomesha utawala wa Shetani na kuwakomboa wanadamu. Kuwakomboa wanadamu na kukomesha utawala wa Shetani. Baada ya mwanadamu kuwa ametenda dhambi, baada ya mwanadamu kuwa amemkosea Mungu, baada ya kuwa ushirika wa mtu na Mungu umevunjika, baada ya kuwa nuru ya kimungu imeondoka ulimwenguni, baada ya kuwa hakuna njia tena ya kuelekea kwenye ule mti ambapo palikuwa na ushirika wa mtu na Mungu, Yesu Kristo kabla hajaja ulimwenguni, Shetani alikuwa amepata mamlaka ya kuwatawala wanadamu. Shetani alikuwa amepata nguvu ya kuwatumikisha wanadamu. Wanadamu wakawa chini ya utumwa wa Shetani. Wanadamu wakawa chini ya utawala wa Shetani. Shetani akawa nazo nguvu za kuwafanya chochote. Shetani akawa nao uwezo wa kubadilisha jambo lolote. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, Biblia inaonyesha wakati Musa alipokuwa ameenda kwa Farao, Biblia inasema akafanya miujiza kadha wa kadha. Anasema Farao naye akawaita waganga wake, na wenyewe akafanya miujiza mfano wa hiyo hiyo. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu Musa, miujiza aliyokuwa anaifanya, Shetani naye anafanya kama hiyo hiyo. Mambo yakawa ni draw, mambo yakawa yapo kama hivyo. Lakini leo ninayo habari njema kwamba Mungu alikuwa anao mpango wa pili. Mungu alikuwa nayo ajenda yake. Mungu alikuwa nalo kusudi lake. Akagundua huyu Shetani utawala wake hautadumu milele. Yuko mwanangu nitakayemtuma ulimwenguni ambaye utawala wake utadumu milele. Mungu akajua kwamba Shetani huyu anafanya mambo haya, lakini Yesu Kristo atafanya aliyo zaidi ya hayo. Sikiliza nikwambie, wapo watu ambao wanateswa na magonjwa, lakini Yesu anawaponya magonjwa. Wako watu ambao ni vizuri, pengine ni mashambulizi ya Shetani, lakini Yesu wa Nazareti, yeye anawakomboa hawa wanadamu. Wengine wamekatiwa tamaa, lakini Yesu anapoingia, waliokatiwa tamaa vifungo vinawachia, wanafunguliwa, wanakuwa huru. Hiyo ni sababu ya kuja kwa Yesu duniani. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Ufunuo sura ya 5. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 5. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 1 hadi ule wa 8. Ufunuo wa Yohana sura ya 5 mstari wa 1 hadi wa 8 anasema, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahiliye
kukifungua kitabu na kuzivunja muhuri zake? Anasema wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahilie kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Na mojawapo wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile muhuri zake 7. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitwaa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Hata alipokitwaa kile kitabu, na wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nimekwambia sababu nyingine iliyomfanya Yesu Kristo aje duniani ni kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu na kukomesha utawala wa Shetani. Biblia inaeleza kuhusiana na maono ambayo aliona Yohana kwenye sura ya 5. Anasema akaona kwenye mkono wa yule aliyeketi kwenye kiti cha enzi, anasema kulikuwa na kitabu. Naomba niangalie mwana wa Mungu. Anasema kulikuwa na kitabu. Mungu Baba ameketi kwenye kiti cha enzi, kwenye mkono wake kuna kitabu. Anasema hicho kitabu kimeandikwa ndani na nje. Kimeandikwa nini hichi kitabu? Na nani alikiandika hichi kitabu? Na nani hichi kitabu alikipeleka kwenye mkono wa Mungu? Na kwa nini Mungu hichi kitabu alikaa nacho? Sikiliza nikwambie mchana wa leo. Shetani aliandika iliyokuwa inaitwa hati ya mashtaka. Akaandika mashtaka kwa ajili ya wanadamu. Akaandika kitabu cha mashtaka, akakijaza mashtaka, akaandika ndani nani pakajaa, akageuza na nje akaandika. Halafu kile kitabu akakipeleka kwa Mungu Baba, akavika akamkabili kile kitabu ambacho kimejaa mashtaka ya wanadamu. Akaandika mashtaka mengi kwamba wanadamu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Akaandika kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, wanadamu wote wanatakiwa kufa. Akaandika mashtaka mengi, akayapeleka mbele za Mungu. Mwenyezi Mungu akakichukua kile kitabu, akakaa nacho, anasubiria aone kama atapatikana mwanadamu ambaye ataweza kwenda kukifungua kile kitabu na kuzivunja zile muhuri. Yohana anasema akaangalia kwenye wanadamu waliokuwa mbinguni, anasema hakuona hata mmoja aliyestahili. Akaangalia kwa wanadamu walio duniani, Yohana hakuona hata mmoja. Akaangalia wanadamu walio chini ya nchi, Yohana hakuona hata mmoja. Biblia inasema Yohana akaanza kulia, Yohana akaanza kuomboleza, akijua habari za ukombozi wa wanadamu hazipo tena. Akajua uzao wa wanadamu hawana tumaini tena. Yohana wakati analia, wakati anaomboleza, Biblia yangu inaniambia malaika wakahubiri kwa sauti kuu mbinguni. Akauliza, ni nani astahili kukifungua hichi kitabu? Anasema hapakuonekana hata mmoja. Yohana akaanza kulia, Yohana akaanza kuomboleza. Lakini sikiliza, wakati Yohana anaomboleza, Biblia inasema Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda, akanyanyuka, akaenda akakitwaa kile kitabu. Sikiliza nikwambie jioni ya leo,
Sikiliza nikwambia asubuhi ya leo, labda shetani ameandika hati za mashtaka kwa ajili yako. Labda shetani alikunenea mabaya, pengine ni mashtaka ya kweli, pengine ni mashtaka ya uongo, lakini nataka nikuhakikishie mchana leo kwamba Yesu ninayekuhubiria, yeye ameyashinda mambo yote. Amekivunja hizo mihuri, amekitoa hicho kitabu kwa ajili ya kuwakomboa wanadamu. Labda shetani anaandika mashtaka kwa ajili ya uzao wako, lakini Yesu Kristo ameshinda hayo mashtaka. Jamani, haleluya, haleluya. Shetani akaandika mashtaka mengi akapeleka mbele za Mungu, lakini Yesu Kristo alipokuja, Biblia inasema akakitwaa kile kitabu akalivunja na zile muhuri. Shetani ameandika nini kwenye maisha yako? Shetani ameandika nini kwenye uzao wako? Shetani ameandika nini kwenye ukoo wako? Amekushtaki kwa shtaka gani? Amenena nini kwa habari ya uchumi wako? Shetani amenena nini kwa habari ya kufanikiwa kwako? Amenena nini kwa habari ya huduma yako? Shetani ameandika nini na amenena nini? Ametangaza nini kwa habari ya mafanikio yako? Shetani na wachawi wamepanga nini kwa habari ya maendeleo yako, kwa habari ya ajira yako, kwa habari ya kazi yako? Amepanga nini? Amezungumza nini? Wameapa nini? Wamewekeana maagano gani? Sikiliza nikwambie, usilie kwa kupoteza matumaini kama Yohana. Yupo simba wa kabila la Yuda ambaye alishinda, ambaye amepanga mwaka utakuwa. Sikiliza nikwambie, Yesu Kristo hajapanga hilo. Wamepanga utashindwa, lakini Yesu hajapanga ushindwe. Wamepanga usifanikiwe, lakini Yesu hajapanga hilo. Yesu amepanga kinyume nao. Shetani anaandika hati za mashtaka, lakini Yesu Kristo, simba wa kabila la Yuda, ameshinda na kuiondoa hiyo hati. Jamani, haleluya, haleluya. Kolosai 2:14 na 15. Kolosai sura ya pili. Wakolosai sura ya pili mstari wa 14 na 15. Anasema akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongemelea msalabani. Akiisha kudhibua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema akiisha kuiondoa ile hati ya mashtaka iliyokuwa ina mashtaka ya uadui, hati ambayo shetani alikuwa ameiandika. Ameiandika hati ya mashtaka kwa ajili yako, hati ya kukulaani, hati ya kukupangia usifanikiwe, hati ambayo wachawi na waganga wamepangiana huko, wameitangaza katika ulimwengu wa roho kwamba usifanikiwe, kwamba usifike mahali fulani. Anasema Yesu Kristo alipokuja au anapoingia kwenye maisha yako, kwanza anaifuta. Anasema akaifuta ile hati. Alipomaliza kuifuta, anasema akaiondoa, akaiweka katika msalaba wake. Baada ya hapo akaingia hatua nyingine. Anasema zile falme na mamlaka akadhibua enzi, akawanyang'anya mamlaka, akawanyang'anya nafasi waliokuwa nayo. Halafu hiyo nafasi akawapa wana wa Mungu,
akakupatia wewe. Ndio sababu iliyomfanya Yesu Kristo aweze kuja duniani. Huo ndio unaitwa ukombozi. Ukombozi unarudishiwa nafasi uliyoipoteza. Ukombozi unarudishiwa nguvu uliyoipoteza. Ukombozi unarudishiwa kipaji ulichokipoteza. Ukombozi unarudishiwa neema uliyoipoteza. Ukombozi unapewa nguvu ambazo hazitazuilika. Sikiliza nikwambie mchana wa leo, Yesu Kristo yuko mahali hapa kwa ajili yako. Yesu Kristo yuko mahali hapa kwa ajili yako, kwa ajili ya kuzivua enzi na mamlaka zilizojipanga kukuzuia. Yesu Kristo akiwa pamoja na wewe, nataka nikuhakikishie hakuna jambo ambalo litakuwa ni gumu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nakumbuka wakati fulani nilikuwa napitia changamoto sana. Kuna wakati nililala chini kama hapa, nikamwambia Mungu, wewe tu niue, yani sioni tena tumaini, niue. Nikapitia magumu sana, nikamwambia Mungu, niue tu Mungu, nimeshindwa. Nikainua mikono nikamwambia Mungu, nimeshindwa, sihitaji kingine, nahitaji kufa. Kwa taarifa yako, hayo magumu niliyokuwa napitia hayakuondoka, wala maumivu niliyokuwa naumia hayakuondoka, isipokuwa Mungu alinipa moyo wa kuyastahimili hayo. Amani, haleluya. Hebu simama kwa miguu yako. Nionapo amani kama swali, amani niona hapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Funika macho yako, inua mikono yako juu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa neema yako na kwa upendo wako wa ajabu uliotuwezesha katika siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya ujumbe huu mfupi niliounena kwa watu wako. Ninaomba uendelee kuwatokezea kwa namna ya ajabu. Asante kwa sababu unaweza yote. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Majina yangu naitwa Gibson Elizons, kama alivyosema mchungaji. Leo nilikuja kuwasalimia. Amen. Tarudi siku nyingine kuhubiri. Leo nilikuwa nawasalimia. Karibu mchungaji, na Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati unaendelea kuhama mahali ambapo panavuja, lazima ukumbuke Nazareth meli ipo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya.